Muungano wa viongozi wa kidini kaunti ya Machakos wamekashifu utumizi wa lugha chafu na viongozi wa kisiasa, hulka ambayo wanasema inachochea joto la kisiasa nchini. Viongozi hao wameonya dhidi ya udhalilishaji wa wanawake katika matamshi hayo, wakibaini kuwa lugha kama hiyo inaweza pelekea ongezeko la dhulma za kijinsia nchini. Usemi huo wa viongozi hao umejia kufuatia cheche za maneno ambazo zimekuwa zikishuhudiwa nchini, ya hivi punde ikiwa ni matamshi ya mbunge wa Mavoko Patrick Makau dhidi ya gavana wa kaunti ya Machakos. Mary Kyalo na taarifa zaidi. Ile inaendelea hapa ni upuzi, ni wizi, uporaji. Kwa hivyo tunaambia Wavinya, wewe hapa sio mahali ya makeup. Hii ni mahali ya kufanya kazi. Matamshi haya kutoka kwa mbunge wa Mavoko Patrick Makau yaliyoelekezwa kwa gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti yameendelea kuzua tumbo joto katika kaunti ya Machakos, yakipelekea kundi la wanawake katika kaunti hiyo kuandamana na kumkashifu mbunge huyo. Kama viongozi wanasimama na kuchochea fitina kwa jinsia moja, mimi basi naona hii ndio aswa imechangia hata wanaume kule mashinani kudharau wanawake, kwa sababu pia wanaona viongozi wanadharau wanawake. Lakini matamshi ya Makau si ya kwanza kushuhudiwa nchini, ambayo ni ya kudhalilisha na yenye chuki na matusi, kwani miezi michache iliyopita viongozi serikalini na wale walioko katika upinzani walilimbikiziana cheche za matusi katika mikutano ya kisiasa mara kwenda nyingine. Ati unaona vile tumefanya Ruto hata amekonda. Wale watu ni mafala bwana, wale watu ni wapuzi. Analia kama panya imeshikwa na mtego. Visa hivi vimepelekea muungano wa viongozi wa kidini katika kaunti ya Machakos kujitokeza na kushutumu matamshi haya, wakiongozwa na Askofu Charles Kababu aliyedokeza kuwa cheche hizi za maneno zinadhalilisha hadhi ya viongozi katika mrengo wa kisiasa na kufanya taifa kuzama katika dimbwi la vita za kisiasa. We the church leaders as representatives of the Christian community in Machakos County have been observing the rise of bad politics from our political leaders, both elected and aspiring in particular. We hereby caution all political leaders to desist from use of language of hate speech, character defamation, and character assassination. Maaskofu hawa pia wamebaini kuwa baadhi ya cheche za matusi zinazoelekezwa kwa viongozi wa kisiasa wa kike zinaweza kuchangia katika ongezeko la visa vya dhulma za kijinsia na hata mauaji ya wanawake, wakishikilia kuwa ni sharti wanawake wapewe heshima wanaposimama kama viongozi. Matamshi kama haya ambayo ni ya kushusha ndio mara nyingi inachangia wanawake kudhulumiwa, watoto kunajisiwa, wanawake kuuawa. Haya maneno ambayo yanaweza kuchochea, kwa sababu huu adui ukiwemo, basi wanawake watakuwa wakudhulumiwa na kudharauliwa, na utakuwa unakatisha viongozi ambao wanaweza kuongoza kesho. Aidha, wametoa wito kwa Tume ya Kitaifa ya Utangamano na Uwiano NCIC kuhakikisha kuwa viongozi wanaoeneza siasa hizi za chuki wanachukuliwa hatua katika juhudi za kujenga taifa lenye misingi bora. All the security departments that in place should also implement the law such that when there are such utterances that they should also use the same measure of the law to make the right decisions to such people. Mary Kyalo, Undugu TV.